Nimekuwa nikikuletea mfululizo wa majadiliano mbalimbali, lakini ni kuhusiana na zile kauli ambazo alitoa mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambazo zilileta gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakisema amekosea, hakutakiwa kuongea kauli zile hata kama alikuwa amekasirika, lakini wengine wanasema ni haki kuongea kauli zile kwa sababu hata kwenye Biblia zimeandikwa ile siku ambayo Tundu Lissu alikuwa anafikisha mwaka gerezani, mwaka mmoja. Sasa haya ni maoni ya James Mbowe ambaye ameonekana pia kutopendezwa na kauli hizi. Aliandika, kauli ya mwanasheria wa Chadema si sahihi. Ni wakati wa kuomba radhi na kuheshimu taifa. Kauli iliyotolewa na mwanasheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba nchi imefidwa na kulawitiwa imeibua mjadala mkubwa na hisia kali miongoni mwa Watanzania. Hata hivyo, ni muhimu kusema wazi kuwa kauli hii si sahihi, haifai na imevuka mipaka ya heshima inayopaswa kupewa taifa na wananchi wake. Heshima ya taifa inapaswa kulindwa wakati wote bila kujali mazingira ya kisiasa au hisia za wakati huo. Kuikosea nchi kwa lugha ya aina hii ni sawa na kuwahusisha wananchi wote wanaoishi katika ardhi hii na hali ya laana. Hii si tu dharau kwa taifa, bali pia ni kauli inayoweza kuleta tafsiri mbaya kiimani na kijamii. Tanzania ni nchi yenye watu wa imani mbalimbali, Waislamu na Wakristo, ambapo mafundisho ya dini zote yanasisitiza heshima na haki ya matumizi ya lugha yenye staha. Kwa msingi huo, kutumia maneno kama wafiraji au walawiti katika muktadha wa kisiasa si sahihi, kwani kunapotosha mafundisho ya dini, kunadhalilisha hadhi ya taifa na wananchi wake, kunachochea mgawanyiko badala ya kujenga mshikamano. Aidha, kauli hiyo inaonyesha upungufu wa hoja zenye staha na mwelekeo wa kisheria badala ya kujenga hoja zenye mashiko. Matumizi ya lugha kali yanaweza kuonekana kama mbadala wa hoja dhaifu. Viongozi wa kisiasa wanapaswa kuwa mfano wa maadili na kutumia lugha inayojenga taifa, si kuligawa. Jambo hili halipaswi kupuuzwa, linatakiwa kukemewa wazi na kila mmoja wetu, viongozi wa dini, taasisi binafsi na kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na nchi yake. Tanzania yetu ni safi, ina misingi ya maadili na haiwezi kuelezwa kwa kauli za kuashiria kuwa ipo katika laana ya aina yoyote ile. Kauli ya namna hii hazina nafasi katika jamii inayojali utu, heshima na mshikamano. Kwa kumalizia, Tanzania ni taifa lenye misingi ya umoja, amani na heshima. Kauli zinazo ligusa taifa zinapaswa kupimwa kwa uzito wake. Lugha ya staha, hoja ya msingi na heshima kwa imani za watu ndizo zitakazojenga taifa imara na lenye mshikamano. Hayo yalikuwa ni maoni ya James Mbowe, huku akiwa ameposti ile video ya Dr. Inshallah ambaye aliongea kwa hisia kali kimsingi, na nimekuwa nikuletea story ya baadhi ya watu wakionekana kukasirishwa sana na yale maneno ambayo aliyaongea. Sasa ngoja nipitie baadhi ya comment. Mmoja kati ya wadau ameandika, Biblia inasema wale wafilaji na walawiti wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Swali, Biblia husomeka hivyo, tuitake iombe radhi ndugu mtoa mada? Mtu mwingine ameandika, vipi mbunge wa Hai, leo bungeni mnajadili nini? Mtu mwingine ameandika, mbona hajakosea kama kwenye familia anasema mafuta lita moja Marekani anauza, okay sawa. Mtu mwingine ameandika hajakosea. Mwingine ameandika, kijana kwani hajasema ukweli? Mtu mwingine ameandika, huo ni ukweli mchungu. Mtu mwingine ameandika, haijakosolewa nchi, imekosolewa serikali. Mtu mwingine ameandika, we nani? Mtu mwingine ameandika, leo kwa mara ya kwanza unayo heshima yangu, Tanzania ni yetu sote. Mtu anayetaka kuibomoa kwa namna yoyote ile anatakiwa tuungane kukemea. Huu ndio ukomavu wa mambo blaza. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia hilo, lakini James Mbowe alionekana kukasirishwa sana na kauli hizo. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.